Karibu katika mwendelezo wa makala zetu kwenye channel yetu ya Positivity Online. Leo tunakuletea historia ya viongozi mashuhuri wa Kisukuma, enzi za ukoloni maarufu kama watemi wa Kisukuma. Kabla ya Wajerumani na Waingereza, Wasukuma waliishi chini ya utawala wa jadi wa watemi. Kila eneo lilikuwa na mtemi aliyekuwa kiongozi wa kisiasa, hakimu wa migogoro, mlinzi wa mila na ardhi, kiongozi wa kiroho kupitia waganga na wazee wa kimila. Watemi hawa hawakuwa wafalme wa kifahari, bali wababe wa heshima na ushawishi, waliotegemea busara, jeshi la vijana na umoja wa koo. Wajerumani walipoingia kwenye ardhi ya Wasukuma, walikuta mfumo imara wa utawala wa watemi. Wakatumia mbinu mbili. Moja, nguvu, adhabu, kazi za kulazimishwa, kodi mbili. Mgawanyiko, kuwageuza baadhi ya watemi kuwa wasaidizi wa wakoloni. Katika kipindi hiki kulijitokeza watemi waliopinga waziwazi. Walikataa kodi, walificha vijana wasipelekwe kwenye kazi za lazima. Walitumia imani za jadi kuhamasisha upinzani. Watemi waliocheza siasa ya tahadhari, walionekana kushirikiana na wakoloni, lakini kwa siri walilinda ardhi na mila za watu wao. Upinzani wa Wasukuma haukuwa kama vita vikubwa vya wazi, bali mapambano ya muda mrefu ya ujanja, uvumilivu na kukataa kunyonywa. Kipindi cha Waingereza 1919 hadi 1961, Waingereza walitumia sana mfumo wa indirect rule. Mtemi alibaki madarakani, lakini akawekwa chini ya afisa mzungu. Akalazimishwa kukusanya kodi, kupeleka vijana mashambani au vitani. Hapa ndipo baadhi ya watemi walipoteza heshima mbele ya watu. Wengine waligeuka kuwa wababe wa ndani, wakinyanyasa watu kwa niaba ya wakoloni. Lakini wachache walibaki mashujaa wa kimya, wakitetea haki za watu wao kwa hekima. Hawa ni baadhi ya watemi wababe waliowasumbua wakoloni. Moja, Mtemi Isike wa Bujora, mtemi asiyependa minyororo. Zamani, kabla ardhi ya Sukuma haijaitwa koloni, kulikuwa na mtemi mmoja aliyeogopwa na kuheshimiwa kwa jina Isike wa Bujora. Isike hakuwa mtemi wa maneno mengi. Alizungumza kidogo, lakini alipotazama mtu machoni, ulijua umehukumiwa. Alitawala Bujora kwa mkono wa haki na mila. Ardhi ilikuwa ya watu, ng'ombe walikuwa fahari, na mtemi alikuwa kivuli cha wote. Siku Wajerumani walipofika, hawakuja kama wageni, walikuja kama mabwana. Walitaka kodi ardhi, watu wafanye kazi kwa lazima. Walipomuita Isike aje ajisalimishe, akaitwa avae saini ya mkataba, mtemi alicheka kwa dharau. Ardhi si karatasi ya kusainiwa, ni damu ya mababu. Wajerumani hawakupenda majibu. Wakavamia Bujora kwa silaha. Vita vilikuwa vikali, mishale dhidi ya bunduki. Lakini Isike hakukimbia. Alipoona kushindwa ni karibu, hakutaka aonewe fedheha, hakutaka afungwe minyororo na kuonyeshwa kama mnyama. Usiku mmoja, Isike alifanya uamuzi ambao hadi leo unaumiza. Alijitoa uhai mwenyewe. Kwa Wasukuma, hilo halikuwa woga, lilikuwa kauli ya mwisho. Mtemi anaweza kuuawa, lakini heshima yake haiwezi kufungwa. Mpaka leo, jina la Isike ni alama ya upinzani wa mwisho kabisa. 2. Mtemi wa Busumba, mfalme wa kimya kimya. Busumba alikuwa mtemi tofauti. Hakupiga kelele, hakutangazia vita. Alijifanya mnyonge mbele ya wakoloni wa Kiingereza. Waingereza wakasema, huyu ni mtemi mzuri, anatusikiliza. Lakini hawakujua, usiku ule ule, aliwaficha vijana porini, aliharibu orodha za kodi. Aliwaonya watu kabla ya askari kufika. Mbele ya mzungu alikuwa mtulivu. Nyuma ya pazia alikuwa ngome ya watu wake. Siku moja, afisa Mwingereza akamwambia, wewe ni mtemi mzuri kuliko wote. Mtemi akainama akasema, ndiyo bwana.
Lakini moyoni alijua, nimewaokoa wengi kuliko mnavyodhani. Huyu alikuwa mtemi wa ujanja, si wa damu. 3. Mtemi wa usongo, aliyegeuka bwana wa watu. Sio watemi wote walikuwa mashujaa. Usongo kulikuwa na mtemi aliyependa mamlaka kuliko watu. Waingereza walipompa fimbo ya uongozi, aligeuka simba dhidi ya wananchi wake mwenyewe. Aliongeza kodi, alitoa vijana kwa lazima, aliwapora waliompinga. Watu walianza kusema, mzungu yuko mbali, lakini mtemi yuko karibu, na ndiye anayetuuma. Baada ya miaka, heshima ikayeyuka. Alibaki na jina, lakini bila mioyo ya watu. Huo ndio usaliti wa kihistoria unaumiza hadi leo. Watemi wengine walioshirikiana na Wasukuma, japo hakuwa Msukuma, ni mtemi Mirambo. Mirambo wa Urambo, Napoleon wa Afrika ya Kati. Mirambo alikuwa tofauti na watemi wengi. Hakuwa wa kukaa tu kwenye kiti cha jadi. Alikuwa jemedari wa vita. Alijenga dola kwa upanga na akili. Aliunda jeshi la rugaruga, askari waliotii si ukoo, bali nidhamu. Sifa zake: aliwashinda Waarabu wafanyabiashara wa utumwa. Aliwadhibiti Wajerumani kwa miaka mingi. Alikatisha njia za biashara bila ruhusa yake. Wajerumani walimuita Der Schwarze Napoleon, Napoleon mweusi. Wasukuma walimtazama kwa macho mawili. 1. Wengine walimuogopa. 2. Wengine walimuona kama ngao dhidi ya wageni. Hakuwatawala Wasukuma moja kwa moja, lakini alibadilisha mizani ya nguvu ya eneo lote, ikiwemo Usukumani.